zamani huwezi kukutana na mama mkwe hata njiani, mnapishana mbali kabisa. Wakati huo huwezi kwenda kumsalimia hata hospitalini, hata kama amelazwa huwezi kumpelekea matunda, maana unaogopa kukutana na mama mkwe. Sasa hivi anakuja nyumbani kwako, hata wakati mwingine mnakumbatiana, unamkumbatia mama mkwe au baba mkwe. Hivyo wanawake wapo kwa ajili ya kututuliza tukiwa tumechanganyikiwa, lakini kutuchanganya tukiwa tumetulia. Kwa hiyo ukiwa umetulia, mke wako anatakiwa kuchanganya, si ndio? Na ukiwa umechanganyikiwa, anatakiwa kutulize. Kumbadilisha mtu awe vile unataka itakugharimu, utatumia nguvu kubwa sana. Mwanadamu ni mtu wa ajabu, anaweza akajitahidi akawa kama vile unataka ili akupate tu. Kitu ambacho kijana anapaswa kukijua ni kwamba unapooa, hatuoi tendo la ndoa. Tunaoa mke kama msaidizi wa kwako, kama mlezi na mzazi wa familia yako. Swali lingine ni umuhimu wa kijana kuoa kwenye jamii moja, yani kwenye jamii yake. Yani umuhimu gani unatokea kwa kijana pale ambapo anaenda kuoa kwenye jamii yake mwenyewe, kama Mmasai amuoe Mmasai, Mpare amuoe Mpare, Mchaga amuoe Mchaga. Kuna swali lingine? Nataka tuende yote. Swali lingine aliuliza kaka pale kwamba unamzoeaje mwanamke ili uweze kujua anafaa kuingia kwenye ndoa. Ndio ile akasema kwamba tulishakatazwa kuonja. Sasa unamzoeaje ili ujue kwamba huyu anafaa kuingia kwenye ndoa? Sawa. Sijui napata majibu kutoka kwa nani. Tuna maswali mawili hapa. Karibu brother. Zamani kabla yangu, huko nyuma kabla yangu, yani mimi zamani, tumepitia hadithi na historia kwamba watu waliweza kupitia uchumba usiokuwa wa haraka, tena uchumba ambao uliweza kudumu hata miaka 5 ya uchumba, na ilikuwa ni uchumba ambao hata kama wakikutana wenyewe porini walikuwa wakiongea, kuna distance ambayo hapa katikati ya mwanamume na mwanamke ulikuwa unaweza ukapanga gari 3. Yani unapanga IST ya kwanza, IST ya pili, IST ya 3, ndio inakuwa ni umbali kati ya mwanaume na mwanamke, ikiwa na maana kwamba hawa watu walikuwa wanaheshimiana na walikuwa wanauishi ule uhalisia na ukweli wenyewe wa uchumba. Sio leo hii habari ya kuonja. Ndugu zanguni, ni upagani ambao umekuja kujitokeza katikati ya mahusiano, katika namna ya malezi. Yani mtu akafikiria kwamba ninapaswa kujaribu kabla ya kufikia kwenye tukio lenyewe, kwamba kabla sijaenda kwenye uwanja kucheza mechi nifanye mazoezi. Sasa je, ukafanya mazoezi ukakuta kwamba uwanja huu haufai kucheza, au uwanja huu unateleza, au uwanja huu una mawe, inakuaje? Je, una jukumu la kufyeka visiki au kumwagilia mchanga ili utelezi usiwepo? Sasa kuna wakati baba hapa alikuwa anachangia, akaongelea habari ya wazazi kumchagulia kijana mke au mume kwa kipindi kile cha nyuma cha mwanzo. Lakini mkumbuke kwamba wazazi hawa pia walikuwa ni waadilifu na walikuwa na wivu mkubwa na watoto wao. Sasa mzazi aliyekuwa anajua nini maana ya ndoa, alikuwa akienda kumtafutia kijana wake binti wa kuoa, alikuwa anaenda kumtafutia si mtu wa kuja kushirikia naye ngono. Alikuwa anamtafutia mtu wa kuja kushare naye maisha na kutengeneza familia. Alikuwa anajua kiini cha hii familia anayokwenda kuitembelea, kwamba familia hii pale ndani hakuna aina fulani ya ulemavu ambao unaweza ukarithishwa kutoka kwenye familia moja kwenda nyingine. Tabia zao walikuwa wakoje? Je, hii familia ilikuwa na mambo ya uchawi, mambo ya uongo, mambo ya uzinzi? Hayo yote walikuwa wanafuatilia. Anafuatilia na kujiridhisha kwamba vitu hivi ambavyo havifai kuwa sehemu ya maisha au kwenye familia havipo kwenye hiyo familia anayoiendea kwa ajili ya mtoto wake. Kwa hiyo
alikuwa akiibuka na mtoto wa kike kwamba nimekuletea kijana wangu huyu awe mke wako, hakika kama si kwamba kijana atakuwa na akili zake ambazo si sawa, lakini binti huyu atafaa kuwa mke halali na mke halisi katika maisha ya ndoa. Hapo ndipo ilipokuwa inajengwa msingi wa kijana kutafutiwa mke na wazazi. Sawa, na nafikiri hilo limeeleweka, lakini kuna lili la kijamii, swali ambalo mimi pia natamani sana nipate majibu, kwa sababu nafikiri tumeanza kutoka kwenye jamii ya ukabila, hasa vijana wengi ambao tumezaliwa na kukulia katika maeneo ya miji. Hauwezi ukaona ule Uchaga kwa maana yake halisi, Uarusha kwa maana yake halisi. Sidhani kama bado ni practical kuendelea kuangalia huo muktadha wa kijamii, lakini nyie mtaniambia. Natamani pia nisikie kwa Mzee Muna zamani, lakini hata kwenye Biblia bado kuna mambo kama hayo. Tena Biblia ikasema watu wa mataifa, wakati Musa anataka kupata mke, sio Musa, wakati Yakobo anataka kupata mke, mamake alimwambia aende kule kwa mjomba wake Laban. Lakini kwa mjomba wake kule, wakati anaondoka, mke akabeba na miungu ya kwao. Kwa hiyo sijui yani kama kuna mahali pa kukimbilia. Nyie mtatuambia labda kuna mahali pa kukimbilia. Karibuni sana. Labda mimi kwa upande wangu, kwa muktadha wa uzoefu, lakini na uhalisia wenyewe tunaoishi katika siku za usoni, ku exchange taboo, culture na custom za kijamii kumetupeleka mbali sana katika uhalisia wa ndoa, na utakuta ule uchotara wa ndoa kwamba mimi ni Mjaluo kwa uhalisia wangu na kwenda kuoa mke kutoka jamii ya Kimakonde wenye uhalisia wao. Wale wana miiko ya kwao ambayo sasa tunapokwenda katika ndoa itambidi yeye avunje baadhi ya miiko yake, aje kwangu arithi na kuishi miiko ya kwetu, ambayo kuna wakati yeye ataona kwamba hafungwi na ile miiko, si ndio? Mathalan mimi kikwetu, mama yangu hawezi kuingia chumbani kwangu nikishafikia hatua ya kuoa, hawezi kuingia. Lakini utakuta labda yeye kwao mwanamume mwenye rika kama la kwangu na mwenye ndoa kama mimi ana uwezo wa kumpisha mama mkwe na baba mkwe akalala kwenye kitanda chake. Unaona sasa mkanganyiko unapotokea. Je, siku nimesafiri, nimeondoka nyumbani kwangu sipo, mama mkwe akaja, unafikiri godoro langu halitatumika na mama mkwe? Sijui unanielewa? Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa watu wa kabila au wa jamii moja kuoana, kwa sababu watakuwa wanafahamiana, wanajuana kwa miiko, kwa taratibu na kanuni za maisha ambayo hayawezi kuwafanya wao wakaenda nje ya ile mifumo ambayo inawawezesha wao kuweza kujenga ule uhalisia, lakini na kufanya watoto wasiweze kuharibika au hawa vijana wenyewe wasiweze kuharibika, kwa sababu utakuta kwenye ndoa zingine kuna makosa ambayo yanaweza yakafanywa aidha na mume au mke kwa kuto kujua upande wa pili kuna mila na desturi zipi ambazo yeye anakuja kuzipractice kwenye jamii hii au kwenye familia hii, kumbe anaumiza upande wa pili bila watu wengine kufanya nini, kuwa wanajua. Kwa hiyo unapovunja miiko na taratibu, na wakati huo yumkini hujashikamana na dini ambayo inaweza ikafanya wewe uweze kuvunja misingi ya mila ulionayo, utaathirika kwa namna moja ama nyingine kwa kuvunjwa ile miiko yenu ambayo unapaswa kuiishi. Inakuwa ni kitu kigumu kidogo, kwa sababu kuna baadhi ya miiko, nimewahi kukutana na miiko fulani kwamba katika maisha ya ndoa mimi na mama mkwe wangu haturuhusiwi kukutana kabisa kwenye maisha yetu. Yaani hafai kukutana na mimi kwenye maisha. Lakini mimi kwenye utaratibu wangu wa maisha, najua mama mkwe ni kama mama yangu mwingine.
Kwa hiyo nafikiri mikanganyo na migogoro kama hiyo inaweza ikaleta changamoto kidogo na imekuwa ni ngumu kidogo kudili nayo. Karibu sana Mzee Muna, na wewe tuzungumzishe kwa habari ya watu kushirikiana kutoka katika jamii mbalimbali. Asante. Wachangiaji waliotangulia wamechangia vizuri na wamechukua pointi nyingi za kwangu. Ni kweli niongeze na mimi pale alipoachia. Jamii nyingi kwa nyakati hizi kama zimepunguza ile kasi ya mitazamo, kwamba huwezi kukutana na mama mkwe, hamwezi kusalimiana na nini, kulingana na wakati tulionao. Ni kweli. Zamani huwezi kukutana na mama mkwe hata njiani, mnapishana mbali kabisa. Lakini naona kama ni hatari zaidi katika maisha haya, kwa sababu mipaka imezidi kupungua sana. Aheri wajuani kuepusha lolote, kwa sababu sasa hivi ni hatari zaidi kuliko wakati huo hata kulikuwa na maadili. Wakati huo huwezi kwenda kumsalimia hata hospitalini, hata kama amelazwa huwezi kumpelekea matunda, maana unaogopa kukutana na mama mkwe. Sasa hivi anakuja nyumbani kwako, hata wakati mwingine mnakumbatiana, unamkumbatia mama mkwe au baba mkwe hivyo. Naomba niulize swali sasa. Maswali kama haya wakati mwingine yananipeleka kwenye uhalisia wa dini ambazo tuko nazo. Manake dini sasa zinaenda kuwa ni mbadala wa mila, lakini bado inaonekana kama tumekataa kuziacha mila zetu, bado tunataka tuendelee kuziishi. Je, ikitokea mimi nimevunja miiko ya jamii fulani, eza ya mke ama ya mume wangu, ni sahihi kusema kwamba kuna matokeo ambayo tutakuwa tunayaishi yanatokana na miiko hiyo? Nafikiri hiyo ndio hofu kubwa. Na kama ni kweli, je, kuna umuhimu gani sasa basi ya watu kuwa Wakristo au kuwa Waislamu kama bado wanaamini katika ile miiko ya kikabila? Kwanza tukumbuke kwamba Mama Sato tunahitaji kuchangia. Kwanza tukumbuke kwamba zama hizi zimeendelea sana, watu wameelimika tofauti na zamani. Kwa hiyo vitu vinaendelea kubadilika, na kwenye dini watu wanazidi kumjua Mungu zaidi. Kwa hiyo zile miko zingine zinakuwa ziko, yani kama tunaziacha kwa sababu tumelijua neno la Mungu, tumepata mafundisho mbalimbali, lakini pia tumechanganyikana na jamii tofauti. Kwa hiyo jamii hizi tunajifunza kwa wengine na nini, tunaziona zile mila za kwetu labda zimepitwa na wakati hivyo. Nafikiri iwe ni mada ya wakati ujao, ni kwa namna gani watu tutaweza kuishi na tamaduni za zamani na za sasa, ili tupate maisha ambayo yana maana. Kuna mtu alikuwa anataka kuuliza maswali, lakini pia kuna maswali mengine nimeyapokea hapa. Natamani twende haraka kidogo kabla hatujafunga. Hapa tunaambiwa, kijana anasema, umesema kuna njia mbili za furaha. Ya kwanza ni ya kumtumikia Mungu na nyingine ni nyumbani. Lakini tunaambiwa pia kupitia Biblia kwamba ibada njema inaanzia nyumbani. Nafikiri Mama Jo hapo utatuambia kitu kidogo. Kama hii ibada inaanzia nyumbani na umetuambia ni kanisani, ipi ianze na ipi ifuate? Karibu. Asante sana. Nilisema vitu viwili na kimoja kinaweza kikatangulia, na kinachotangulia ni nyumbani. Familia yeyote, familia, serikali, kila kitu kinajengewa kwenye nini? Kwenye familia. Watu wazuri, watoto wazuri, mawaziri, maraisi wanatengenezewa kwenye familia. Mtu anatengenezwa kuanzia kwenye tumbo la mama yake.
watu wa afya wanasema mtoto akiwa na mimba ya miezi minne anasikia na anaelewa. Kwa hiyo mtu anaanza kutengenezwa toka tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo furaha inaanzia nyumbani, ikitoka nyumbani inahamia kanisani au kwenye pale unakofanya mambo ya ibada. Ndio nilisema hivyo. Sawa. Kijana mwingine anataka kujua kuna nguvu ambayo inaweza ikambadilisha mtu ili aweze kuwa mume au aweze kuwa mke ambayo unamtaka. Natamani nisikie kwa Mama Saitoti, pia nisikie kutoka kwa Morris. Maana Morris upande wa dini ulikataa kabisa. Sasa sijui upande wa kijamii. Je, unaweza kumbadilisha huyu mtu awe unavyomtaka? Manake haiba yake, akitembea anatetemeka ninavyojisikia, nikimuona moyo wangu naridhika kuwa naye. Lakini kuna mambo fulani akibadilisha anaweza akawa mke wangu, akawa mume wangu. Je, kuna huo uwezekano? Asante sana kaka Morris atajazia, lakini mimi niseme kwamba kumbadilisha mtu iko nguvu ya kimungu peke yake inaweza kumbadilisha mtu. Lakini kama ni mambo ambayo unaona kabisa kwamba hata yatakugharimu kuyabadilisha, kwa nini uyaendee? Kwa nini uyang'ang'anie? Mimi nataka tu nishauri kwamba ni kweli inawezekana. Maana hata Biblia inasema mke anaweza akatakaswa au mume akatakaswa kwa kupitia mwenzake. Lakini inazungumzia watu ambao mmoja amekubali kubadilika wakiwa pamoja na mwingine bado hajabadilika. Hiyo ninazungumzia watu ambao wako kwenye ndoa. Kwa hiyo kumbadilisha mtu awe vile unataka itakugharimu, utatumia nguvu kubwa sana. Ndio maana Morris hapa alisema yaani mwanadamu ni mtu wa ajabu, anaweza akajitahidi akawa kama vile unataka ili akupate tu, sio kitu kingine. Akifika ndani anakuwa vile. Kwa mfano, mtu anaweza kujadili, mimi si mlevi, mimi sivuti, mimi sijui, mimi nini, ni wewe peke yangu, ni wewe tu my love. Lakini ana my love tele. Alafu unafika nyumbani, mmeoana, anakuambia mimi sinywagi kabisa. Unafika anaburuta kreti ya pombe mvunguni. Unalo. Sasa vitu hivyo ni vitu vya kuchunguza, uelewe. Ukiamua uamue kabisa, ukijua kwamba huyu ni wa blue, nimeamua kwenda na wa blue hivyo. Sawa, tusikie kidogo kutoka kwa Morris. Nilikuwa natafuta fungu hapa la kuweza kusimamia kwa sababu nimeulizwa swali linaloenda kwenye imani na nimelipata. Katika kitabu cha Mwanzo 18:14. Mwanzo 18:14 linasema hivi: kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Sara alishafikia ukomo wa kuzaa. Yaani mwanamke ana ukomo wa kuzaa, si ndio? Sara amefikia huo ukomo na amevuka ule ukomo. Lakini kwa sababu Mungu ni muweza, sio kwamba ana uwezo, ana uweza. Yaani uwezo huko ndani ya uweza. Sasa Mungu mwenye uweza akamfanya Sara awe nao huo uwezo wa kumpata tena mtoto, ilhali amekwisha vuka wakati au wasaa wa kuweza kuzaa. Kwa hiyo hata mke kama umempata katika mazingira sahihi na umeona kwamba huyu ananifaa kuwa mke, ila kuna vijitabia fulani ambavyo vinamdisqualify kuwa mke, ukimkabidhi Mungu na ukamuomba kwa nia ya dhati, anao uwezo na uweza wa kumbadilisha huyo mtu akaachana au akabadilika kutoka kwenye hiyo hali anayoiishi kwenda katika yale matamanio yako. Kwa hiyo Mungu bado anao uwezo. Kwa hiyo tunayo supernatural power from above inayoweza kumbadilisha huyo mtu kuwa vile ambavyo tunatamani awe. Sawa. Kijana mwingine anasema kwamba
wazee wa zamani walikuwa wanakuchagulia mke au mume kulingana na ufahamu wao juu ya huyo binti na familia yake, ama huyo kijana na familia yake. Natamani nipate majibu kutoka kwa Morris na kwa Mama Muna. Kijana anataka kujua sasa, kwa hawa ambao tuwafahamu, tuangalie nini ama tukague kipi ili tujue kwamba huyu ni mke ama huyu ni mume? Karibu. Kitu ambacho kijana anapaswa kukijua ni kwamba unapooa, hatuoi tendo la ndoa. Tunaoa mke kama msaidizi wa kwako, kama mlezi na mzazi wa familia yako. Kwa hiyo ndoa ni sawa na mayonnaise kwenye chips. Ngono ni sawa na mayonnaise kwenye nini? Kwenye chips. Kwa sababu ladha ya chips iko pale pale. Hata mayonnaise ikikosekana. Ukiweka mayonnaise, usipoweka mayonnaise, maisha yatafanya nini? Yataendelea. Utakula chips na utashiba. Kwa hiyo kinachotakiwa kujaliwa kwenye ndoa, nini ambacho kinatakiwa kuangaliwa, ni kwamba huyu mtu upstairs yuko vizuri ya kuweza kunisaidia kuwa companion wangu katika maisha yaliyobakia niliyobakiza duniani. Atakuwa msaada wangu, atakuwa ni mshauri, atakuwa ni mtu wa kunipa comfort, atakuwa ni mtu wa kunijenga, atakuwa ni mtu wa kuniliwaza pale ambapo nitakuwa nimekwama. Kwa sababu mkiangalia katika scenario za maisha ya siku ya leo, wanawake wanajisemea, wanasema wapo kwa ajili ya kutuchanganya sisi wanaume tukiwa tumetulia na kututuliza tukiwa tumechanganyikiwa. Wanawake wapo kwa ajili ya kututuliza tukiwa tumechanganyikiwa, lakini kutuchanganya tukiwa tumetulia. Kwa hiyo ukiwa umetulia, mke wako anatakiwa kuchanganye, si ndio? Na ukiwa umechanganyikiwa, anatakiwa kutulize. Lakini sio uhalisia wa maisha. Uhalisia wa maisha ni kwamba tunatakiwa tuende sote pamoja. Ndio maana Biblia imeandika kwamba mtu anayempata mke amepata kitu chema, na hichi kitu chema kipo kwa ajili ya kuwa msaada wa kwake, au ni msaada wake katika maisha yaliyobakia. Inasema pia amepata kibali kutoka kwa Bwana. Ni hiyo jambo zuri sana, kwa sababu kibali litakufanikishia mambo mengi sana. Karibu Mama Muna. Asante. Mimi naomba nimjibu hivi kwamba wewe unataka nini? Yaani kama ulivyouliza kwamba zamani walikuwa wanachaguliwa na nini, lakini leo kumbuka kwamba hata kule kwa wazazi mambo yamebadilika. Hata zile mila na desturi za kikabila zimebadilika. Yaani hata wenye mila zao wengine wameziacha. Swala ni wewe kutazama au matamanio ya moyo wako, unataka nini katika ndoa yako? Unataka nini katika familia yako? Huyo mwenza wako, moyo wako unataka aweje? Ukishaona vile vitu unavyovitaka katika ndoa yako au katika huyo mwenza wako vinakidhi au vinakupa utoshelevu, basi huyo ndo mtu sahihi. Alafu na kitu kingine tukumbuke kwamba hii swala la, nimeona mnajadili hapa swala la mambo ya jamii tofauti tofauti. Akisha kidhi haja ya moyo wako, yule uliyeridhika naye, kumbuka kwamba naye ataridhika na wewe. Biblia inasema kwamba ukisoma kitabu kile cha Ruth, wale wakasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu na watu wako watakuwa watu wangu. Yaani wewe unayeolewa, maana umekubali kwamba kila kitu cha huyo mtu uko radhi, yani moyo wako uko radhi kukifanya. Kwa hiyo na wewe kijana unaangalia, nimepata mtu ambaye ni sahihi katika matarajio yangu, katika mapenzi yangu ya ndoa yangu, na huyu mwenzangu ameridhia, kinachotakiwa ni hicho basi. Hapo utafanikiwa. Ni washukuru sana. Ni washukuru pia vijana kwa kuweza kuhudhuria jioni ya zamani ya leo. Nilikuwa na Mama Jo, Mama Saitoti, lakini pia nilikuwa na Brother Morris, Mzee Muna, pamoja na Mama Muna.